अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Khalifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala ibn Sayyid Aziz anasema kwamba ninapoeleza matukio na riwaya ya masahaba wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam na nikieleza matukio ya sahabi yeyote, kizazi chake kina niandikia barua na kinafurahi na kinaniandikia kwa ajili ya maombi kwamba nifanye maombi kwamba wao na vizazi vyao viweze kulinda heshima hii ambayo mababu zetu walitupatia, na walipata heshima hii kwa sababu ya kumpokea imamu wa zama hii na kwa sababu ya kumpokea ashiki wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na waliishi wakati wake na walipata baraka kutoka kwa imamu zama hii moja kwa moja. Lakini nilishangaa sana kwa sababu ya tukio moja niliposikia kwamba wapo wengine ambao wanaleta shutuma dhidi ya mababu zao kwamba wao walikosea walipofanya bayat na waliacha wazazi wao na walimpokea Sayyidina alayhi wasallam dhidi ya wazazi wao. Dhana hii mbaya ilikuja mioyoni mwao kwa sababu ya kutokujua hali ya mababu zao. Nilipoanza kueleza habari na riwaya ya maswahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, familia moja au mtu mmoja aliniandikia kwamba kwa kueleza riwaya ya sahabi fulani umeondoa dhana yote mbaya niliyokuwa moyoni mwangu kwa sababu ya kusikia matukio yake, na kueleza matukio haya na riwaya hizi zinasaidia kuondoa dhana ambayo inakuwa mioyoni mwa watu wa aina hii, na inasaidia kuleta vizazi vyao karibu na jumuiya.
ndiyo maana niliendelea kusema सिराबे na mahalifa wa zamani pia waliendelea kusema. Halifa wa 4 rahmatullah alayh alianzisha silsila ya kueleza riwaya na matukio ya masahaba Sayyidina alayhi salatu wasalam, ili kwa kusikia riwaya na matukio ya mababu zetu na kwa kusikia historia ya mababu zetu, vizazi vijacho pia wanatakiwa viendelee kukumbuka, ili wawe karibu na jumuiya, ili vizazi viwe karibu na jumuiya. Hapa nieleze hii pia kwamba watu kadhaa wa masahaba hawa ambao wanakuwa mbali katika jumuiya, wao wanaacha jumuiya, wanakuwa mbali katika jumuiya kwa sababu ya watu wenye madaraka katika jumuiya, au kwa sababu wana jumuiya kadhaa, na wanaanza kusema polepole kwamba wazee wetu walikosea. Hawa watu kwa sababu ya mambo madogo madogo, badala ya kuonyesha haraka na badala ya kuacha jumuiya haraka, wanatakiwa wao wafanye maombi kwa ajili yao na wafanye maombi kwa ajili ya wanajumuiya ambao wanasababisha kuwafukuza mbali. Kumbukeni daima kwamba wazee wetu kwa kufanya utafiti sana walijiunga na jumuiya, au kwa kupata mwongozo moja kwa moja kutoka kwa Mwenyezi Mungu walipokea jumuiya. Vizazi wa zama hii vinaweza kukosea kwa sababu vizazi hivi havina wakaribu, havina mahusiano na Mwenyezi Mungu, au si karibu na Mwenyezi Mungu kama wazee wa zamani walikuwepo. Fanyeni maombi kwa Mola wenu kwamba Mwenyezi Mungu atuongoze katika njia iliyonyoka, na isipatikane nafasi katika maisha yetu ambayo inatufukuza katika dini na inatufukuza mbali katika ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Watu wa aina hii wakichunguza na wakijichunguza watajua kwamba ni mambo madogo madogo kwa sababu ya kibri wameenda mbali katika dini. Miongoni wa vizazi vya maswahaba ambao walienda mbali katika nidhamu ya jumuiya, ambao fikira zao imewashinda na kibri imewashinda, hawa watu wanatakiwa wafanye maombi ya kupata mwongozo ya njia iliyonyoka, na wakumbuke ihsani ya wazee wao. Na ihsani kubwa ya hawa wazee ni kwamba walimpokea Sayyidina alayhi salatu wassalam, na kwa kumpokea Sayyidina alayhi salatu wassalam walitupatia baraka. Mwenyezi Mungu ajalie vizazi wa masahaba viendelee kubaki juu ya dini na viweze kufanya maombi kwa ajili ya hawa masahaba badala ya kuleta shutuma dhidi ya hawa masahaba. Leo tena nitaeleza riwaya na matukio ya masahaba Sayyidina alayhi salatu wasalam. Riwaya ya kwanza ni ya bana Muhammad Fazil Sahib, mtoto wa Nur Muhammad Sahib. Anasema usiku moja baada ya swala ya Isha nilimuuliza Maulvi Sultan Hamid Sahib, Mirza Sahib amedai kuwa Imam Mahdi, ikiwa yeye ni mkweli katika madai yake na Mwenyezi Mungu amemleta katika nchi yetu, ikiwa hatukumpokea na hatukumtambua yeye ni Imam Mahdi,
basi sisi tutakuwa wenye makosa. Hatuwezi kufanya hivi kwamba tuende Qadian na tufanye utafiti और कोई तकलीफ न करें कि उनकी ज़्यादा। na तो मौलवी साहब चूंकि सलीमुल कल्ब और हलीमुत तवक्कुल ने Maulvi Saheb फरमाया kwa sababu alikuwa mtu mpole sana, kwa kusikia akasema ndiyo, tunatakiwa tuende Qadian na tufanye utafiti, na nikachukua ahadi kutoka kwake kwamba tutaenda Qadian pamoja. Kwa hiyo Maulvi Saheb akaondoka wakati huo katika ile hafla, yani kwa kusikia aliondoka, lakini mimi nikalala pale. और उसके बाद कहते हैं मैं सो गया। कहते हैं उस वक्त मैंने ख्वाब में देखा Na बड़ा खुशनुमा nilipolala katika ndoto niliona kwamba kuna nyumba nzuri sana yenye maredadi na ina milango minne, मैदान है, na एक बड़ा मजमा मोज़ज़ीन का upande wa पोश mashariki ni uwanja mkubwa. हल्का बांध कर बैठे हैं। उनकी तादाद Kule यकसर watu wamekaa ambao ni watu wema, दरमियान में बैठा हूँ। दफतन इस मकान के na walikuwa zaidi ya 100. Nilikuwa nimekaa pamoja nao katika mlango wa mashariki. Mtu mwenye kelemba na mwenye ndevu alitoka na aliingia na मेरी तरफ अंगुश्त शहादत का इशारा na alipoelekea कि अल्लाह ताला ने तेरे kwenye watu, mimi pia nilikuwepo pale kwa kuniashiria, akaniambia Mwenyezi Mungu amesamehe dhambi zako zote. Mara iliwekwa moyoni mwangu kwamba huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basi mimi nikaanza kumsalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na nikaamka na moyo wangu ulitulia kiasi hiki kwamba sikupata usingizi tena, कोई ख्वाब सुना na nikasali sala ya tahajjud, na nikaanza kusubiri asubuhi ili nieleze ndoto yangu kwa Maulvi Saheb. Maulvi Saheb alikuja asubuhi baada ya alfajiri, nilieleza ndoto yangu. Akasema kwamba wewe ni mwenye bahati sana, umeona ndoto hii. सलाम फरमाया करते थे। Asghar Ali Saheb इस सिलसिले में लोगों anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa akisema kwamba wakati wa kuwahubiri watu inaleta faida sana, kwamba watu wakumbushwe kwamba kabla ya kulala, baada ya kutawadha, nafali 2 iswaliwe na dua ifanywe kwa Mola wangu, ikiwa silsila hii ya jumuiya ni kweli, basi utuongoze. मुलाजमों को जाते हुए अपने Ni mwaka 1900 nilienda Afrika Mashariki, जिला गुजरात को अपने मुलाजिम के na kabla sijaondoka उनको तकलीफ देते हुए मैंने ये नुस्खा बताया। nilimchukua Nek Muhammad Saheb kuwa mtumishi wangu, तो उन्होंने ये अमल na nilipomhubiri nilimwambia yeye afanye hivi, yani aswali nafali 2. Alifanya hivyo, na Mwenyezi Mungu alimwonyesha katika ndoto kwamba yupo katika nyumbani kwake, हैं वो हद na baba yake pia yuko pamoja naye, रहा है कि आसमान na ile nyumba imejaa na nuru, जिसने कोठरी में नूर ही नूर na anaona kwamba nuru inashuka kutoka mbinguni, na kwa sababu ya hii nuru imeenea katika nyumba nzima, na mtu mmoja anakuja mwenye sura mzuri. Na baba wa Nek Muhammad Saheb kwa kuongea na mtoto wake anasema kwamba huyu ni Imam Mahdi, na wote baba na mtoto walikutana na Sayyidina alayhi salatu wasalam. खत लिखने के वास्ते कहा। Na alipoamka asubuhi aliniambia hali yote ya ndoto. Kwa hivyo yeye aliandika barua ya kufanya bayat, na sasa hivi familia nzima kwa fadhili za Mwenyezi Mungu ni wanajumuiya. हजरत मास्टर मौला बख्श साहब वल्द उमर बख्श साहब फरमाते हैं Hazrat Master Maula Baksh Saheb, mtoto wa Umar Baksh Saheb, anasema रियासत पटियाले में हेडमास्टर nilikuwa katika madarasa wa Sangohni, दो mkoa wa Patiala. Nilikuwa mkuu wa shule, महीना होता है। na katika mwezi wa August तातीलात में मुझे baada ya mvua ilikuwa likizo, बच्चा अब्दुल गफ्फार nilikuwa na shauku ya kwenda kwa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Mtoto wangu alikuwa wakati huo mdogo, na alikuwa na umri wa miaka 2, na alikuwa na majipu katika mwili wake. मौलवी मोहम्मद तकी साहब Sikujali majipu yake, na nikaelekea Qadian. हाजिर होकर
pamoja na Maulvi Sarhandi saheb nilimwendea Sayyidina alayhi salatu wasalam na nikafanya bayat kule na nikakaa kule mwezi moja. Niliporudi nyumbani nikamkuta mtoto wangu amepona. Mke wangu akaniambia kwamba nilimwacha kumogwesha, kwa hivyo majibu yake yalipona. Hazrat Qazi Muhammad Yusuf sahib anasema mwaka 1898 niliona ndoto moja kwamba nimesimama mlimani na naelekea upande wa mashariki na nimeacha wazi mikono yangu, na upande wa katika mkono wa kulia kuna kipande cha jua na linaangaa sana, na upande wa mkono wa kushoto ni kipande cha mwezi. Upande wa mashariki kuna mto unaopita kwa kusini, na katikati ya mto na mlima kuna uwanja mzuri sana. Baadaye nilipata elimu yake, maana yake ni hii kwamba mlima maana yake ni heshima, na jua maana yake ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mwezi maana yake ni Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, na mto maana yake ni elimu ya mbinguni ambayo itatoka kutoka mashariki na magharibi, itapata faida. Na mwezi iliponyanyuka kidogo, maana yake ni kwamba baada ya miaka 3 nitajiunga na jumuiya. Kwa hiyo mwaka 1901 nilijiunga na jumuiya, yani baada ya miaka 3. Sheikh Muhammad Afsar Saheb, mstaafu wa inspector wa polisi, anasema kwamba mwaka 1900 ilikuwa msimu wa joto. Pamoja na Hashmatullah Saheb nilienda Qadian. Karibu na sala ya maghrib nilifika Qadian. Katika nyumba ya wageni nikaweka malazi yangu na nikaenda msikitini, katika msikiti wa Mubarak. Hazrat Mirza Saheb alikuja kwa ajili ya sala ya magharibi na ilikuwa giza, na niliona kama Mirza Saheb ni mnene. Kwa shetani akatia moyoni mwangu kwamba anaishi katika starehe, na kwa hivyo ni mnene, yani hakuweza kumuona vizuri Sayyidina alayhi salatu wasallam kwa sababu ya giza. Na shetani ikatia moyoni mwangu kwamba labda anakula mali ya watu na sijui ni mwema au la. Na katika hali hii moyo wangu kwa sababu ya hii mwili ukapata jasho sana, na wazo mbalimbali ilipita moyoni mwangu. Nikafanya dua kwamba Mola wangu, ikiwa huyu ni mkweli nisirudi bila kupata baraka. Baada ya swala nikarudi katika nyumba ya wageni na nikaamua kwamba si vizuri kufanya bayat katika hali hii. Sikumbuki kwamba niliswali sala ya Isha au niliswali wapi, lakini nikalala. Usiku saa 8 au 9 mtu mmoja akaniinua katika kitanda changu, yani katika ndoto niliona, na akashika shingo langu kwa nguvu sana kiasi hiki kwamba nikawa karibu kufa. Akaniambia, wewe hujui kwamba huyu ni yule mtu ambaye ni mkweli katika madai yake? Usifikirie fikira mbaya. Kisha akanitupa katika kitanda, na kwa sababu ya ndoto hii moyo wangu ukapata hofu sana, na macho yalikuwa yanatoa machozi na shingo lilikuwa linauma sana. Nikauliza moyo wangu kwamba je, bado nina shaka kuhusu ukweli wa Sayyidina alayhi salatu wasallam? Moyo ukasema hapana. Asubuhi nilipomwona Sayyidina alayhi salatu wasallam nikaona kama ni malaika ameshuka kutoka mbinguni, na nilikuwa tayari kutoa nafsi yangu katika kila harakati yake, na nilikuwa nalia sana. Kwa hiyo Sayyidina alayhi salatu wasallam alikuwa mpendwa wangu. Nikafanya bayat na Mwenyezi Mungu alinileta kule Qadian kwa ajili ya kufanya bayat. Hazrat Qaimuddin Sahib anasema kwamba niliona katika ndoto
kwamba mimi natoka katika misikiti wa kijiji changu baada ya swala, na watu wanasema kwamba maafa yameshuka ambayo yatamaliza dunia hii. Kwa kusikia hii mimi pia ninahisi kwamba maafa haya yatatumaliza. Ni kijiti chenye rangi nyeusi kinaonekana katika shamba nzima. Nawaambia watu kwamba enyi ndugu zanguni, kijiti hiki kitatukula, kumbukeni Mola wenu. Katika hali hii wadudu wakashika kidole changu na nikawa na wasiwasi kwamba kijiti hiki kitanimaliza. Nikamuuliza yule mdudu kwamba je, umekuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Akasema yule mdudu kwamba ndiyo. Nikasema je, Mirza Sahib ni mkweli au la? Akasema Mirza Sahib ni mkweli, ikiwa hutampokea sisi tutakula mwili wako, kwa sababu Mirza Sahib ni mkweli. Na nikasikia sauti mara 3 kwamba Mirza Sahib ni mkweli. Anasema asubuhi nilipoamka nikamuuliza mama yangu kwamba Ijumaa itakuwa lini. Mama akasema itakuwa kesho kutwa. Kwa hiyo siku ya Ijumaa nikaenda kule Kadiana nikafanya baiat ya Mirza Sahib. Hadrat Allah Rakha Sahib Wald Mia Amir Baksh Sahib anasema wote walikuwa masahabi wa Sinam al-Islam, kwamba nilimwona Sinam al-Islam katika ndoto yangu. Pamoja na Maulvi Ahmadin Sahib wa Narwal tulikuja Qadian. Ilikuwa msimu wa joto, sikumbuki mwezi. Baada ya sala ya alfajiri katika msikiti wa Mubarak, Sinam alayhi salatu wasalam akakaa. Maulvi Ahmadin marhum wa Narwal akasoma shairi lake mbele ya Sinam alayhi salatu wasalam. Katika shairi lake Maulvi Sahib alieleza kwamba Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu alimchukua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mgongo wake na alimpeleka katika pango la Saur. Sinam alayhi wasallam akasema Maulvi Sahib Sinam alayhi wasallam kwamba Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu hakumchukua Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mgongo wake, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda pamoja na Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kwa kutembea, na aliingia pangoni. Baadaye Sinam alayhi salatu wasalam alisema shairi hili lichapwe, kisha baadaye Sinam alayhi salatu wasalam akaenda nyumbani kwake. Hazrat Maulvi Muhammad Fadhil Sahib radhiyallahu ta'ala anhu anasema nilikuwa na hamu sana ya kufanya bayat. Sinam alayhi salam alileta mabadiliko moyoni mwangu kiasi kwamba siwezi kueleza ile hali. Nikamwomba halifa wa kwanza kwamba umwambie Sinam alayhi salam kwamba nataka kufanya bayat. Kila baada ya sala ya Isha Maulvi Sahib alikuwa akimwambia Sinam alayhi salam kwamba nataka kufanya bayat, na Hazur alikuwa akisema kwamba kesho. Na kwa sababu ya ahadi hii nilikuwa nikienda kwa shauku sana. Kisha nasoma shairi lake la Kiajemi kwamba wakati wa kukutana na mpendwa unapokuja karibu, basi shauku ya kukutana naye inaendelea kuzidi. Baada ya wiki moja nikaamua kwamba nimeshawahi kufanya bayat katika ndoto. Kwa hiyo nikarudi bila ruhusa, yani bila kumuuliza Sinam alayhi salatu wasalam nikarudi na bila kufanya bayat. Na nilipofika nyumbani tena nikakosa utulivu. Baada ya mwezi mmoja tena nikaenda Qadian. Nilipoingia katika duka la halifa wa kwanza akaniona kwa kufanya tabasamu na akasema yeyote anayeenda bila kufanya bayat basi hali yake inakuwa ya aina hii. Kwa hiyo nikaona si vizuri kwenda kurudi bila kufanya bayat. Sikusema tena kwa ajili ya bayat, lakini moyo wangu uliendelea kupata utulivu. Baada ya siku 22 Sinam alayhi wasallam mwenyewe akasema kwamba Muhammad Fazil fanya bayat, na nikafanya bayat. Ilikuwa mwaka
ilikuwa mwisho wa mwaka 1899. Hazrat Mia Ghulam Ahmad Sahib Afanda anasema mimi nilikuwa Hanafi, baadaye nikawa Wahabi, lakini sikupata utulivu na nilikuwa na hamu moyoni mwangu kwamba Mwenyezi Mungu alete Imam Mahdi ili nijiunge naye. Siku moja katika ndoto nilimuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikaenda Qadian, na nilipomwona Sayyidina alayhi salatu wasallam nikaona sura ile niliona katika ndoto, kwa hiyo nikafanya bayat. Hazrat Mia Abdurrahman Sahib anasema kuhusu baba yake, anasema kwamba alijiunga na jumuiya hivi kwamba alikuwa akieleza kwamba hapa Maulvi Lauddin alikuwa akiishi, na karibu na nyumbani kwake ulikuwa msikiti, na baba yangu pia alikuwa akienda kule. Siku moja wakati wa kufanya wudhu, wakati wa kutawadha, alimuuliza Maulvi Sahib kwamba siku hizi nyota nyingi inaanguka, sababu yake ni nini? Maulvi Sahib akasema Imam Mahdi atakuja hivi karibuni na sherehe ya ujaji wake unasherekea kewa huko mbinguni. Baada ya siku chache nilisikia kuhusu Sayyidina alayhi salatu wasallam, nikaenda Qadian na nikafanya bayat. Baada ya kurudi nikamwambia Maulvi Sahib, nimeshafanya bayat, maoni yako ni nini? Akakaa kimya. Baada ya muda mfupi akasema kwamba ni kweli Imam Sayyidina alayhi salatu wasallam ni mkweli, lakini sisi ni watu wa dunia. Hadha Mia Rahim Baksh Sahib anasema siku ambayo Sayyidina alayhi salatu wasallam alifanya mjadala na Abdur Razak Sahib, baba yangu alikuwepo pale. Alikuwa akisema kwamba Sayyidina alayhi salatu wasallam alipofanya dua, Maulvi Hakim Maulana Nuruddin Sahib alizamia kwa sababu ya maombi yale, yani alifanya maombi kwa moyo sana. Baba anasema kwa kumuona Sayyidina alayhi salatu wasallam, moyo wangu ulitoa ushahidi kwamba huyu si mtu wa ardhi bali ni mtu wa mbinguni. Aliporudi katika watu wake, aliwaambia watu kabila lake kwamba hawa wafuasi wa Mirza Sahib si watu wa ardhi bali ni watu wa aina yake, yani ni kama malaika. Kwa hivyo baba mdogo na baba mkubwa, bali watu wote wa familia wote wakajiunga na jumuiya. Hazrat Chaudhry Rahmat Khan Sahib anasema tukio la bayati yangu ni hivi kwamba katika ndoto nilitoka nyumbani kwangu, nje Sayyidina alayhi salatu wasallam alisimama pamoja na Muhammad Bakhsh Bhatti, Chaudhry Ghulam Hussain, Rahim Bakhsh, Maulvi Shamsuddin, Maulvi Nayatullah, Rahmat Jat na walirudi kutoka sokoni. Chaudhry Mualla Bakhsh akasema kwamba fanya bayat, hutapata nafasi nzuri zaidi kuliko hii. Mirza Sahib mwenyewe amekuja hapa. Hawa watu wote kwanza walienda katika kisima cha Mualla Bakhsh Sahib, kisha walikuja katika kisima chetu kule. Hadrat Sahib akaongoza swala. Baada ya swala nikaamka, yani alikuwa naona hali yote katika ndoto yake. Sura ya Sayyidina alayhi salatu wasallam iliingia moyoni mwangu kiasi hiki kwamba ilikuwa si rahisi kutoa. Asubuhi nikachukua nauli, nikaenda Qadian na nikafanya bayat na nikakaa siku 3 kule Qadian. Hivi Mwenyezi Mungu aliwaongoza watu kwa kupitia ndoto. Hadhrat Maulvi Muhammad Abdullah Sahib anasema kwamba nilisoma Barahini Ahmadiyya katika mwaka 1892 na niliathirika sana. Kisha niliendelea kusoma vitabu ya Sayyidina alayhi salatu wasallam na vitabu ya Maulvi Muhammad Hussain, na kuhusu dalili ya Muhammad Hussain Batalwi niliona kwamba si nzuri na dalili zake hazikuleta athari juu ya moyo wangu, lakini dalili za Sayyidina alayhi salatu wasallam zilileta athari sana juu ya moyo wangu, na moyo wangu uliendelea kupata athari na nikaanza kuona ndoto. 1897 nikaona katika ndoto kwamba Sayyidina alayhi salatu wasallam amesimama mbele yangu na mimi naelekea mashariki, na Sayyidina alayhi salatu wasallam ananiona. Halifa wa pili amesimama upande wa kulia kwake, na umri wake wakati huo ulikuwa miaka labda 8 au 9.
Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kumuona kwa kumwelekea Sayyidina Halifa wa pili akasema huyu Ahmad wa kwanza ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hakumfuata nabii yoyote, yani alikuja bila kumfuata nabii yoyote, lakini huyu Ahmad ambaye amekuja sasa hivi. Sayyidina alayhi salatu wasallam akamuuliza Halifa wa pili kwamba huyu Ahmad ambaye yuko sasa hivi ni nani? Halifa wa pili akasema ni wewe, na akasema kwamba huyu Ahmad ambaye yuko hapa sasa hivi amekuja kwa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baadaye nikaandika barua ya bayat na kisha baadaye nilienda Qadiana nikafanya bayat. Hadhrat Nizamuddin Sahib anasema watu wa maeneo mbalimbali walikuwa wakimwandikia assalamu alaikum kwa Sayyidina alayhi salatu wasalam sawa na agizo la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अस्सलाम वालेकुम का पैगाम हदीस के मुताबिक जो आपने फरमाया ना मेरे मसीह अस्सलाम को जाके, yani sawa na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam watu walikuwa wakituma ujumbe wa salam kwa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Na nilikuwa nikifikiria moyoni mwangu kwamba hawa viongozi hawaruki bali wafuasi wao wanawarusha, yani yani Sayyidina alayhi salam hana sifa bali kwa sababu ya wafuasi amepata sifa. Kwa hivyo nikafanya maombi sana katika msikiti wa Aqsa na nikafanya dua kwa kulia sana. Ndipo Mwenyezi Mungu akanifanyia ihsani na akanipatia hazina ya ghaibu na nikafanya bayat, na kwa kufanya hivi nilipata utulivu. कहते हैं तब अल्लाह ताला ने ऐसा सीना खोला Yani alifanya dua sana. Alipofanya dua Mwenyezi Mungu alifungua kifua kiasi hiki kwamba moyo wangu ulipata utulivu. Kwa hiyo fikra zote za shetani ziliondoka. Hazrat Sayyid Ulai Shah Sahab anasema kwamba mwaka 1897 katika mji wa Sialkot katika shule la Marekani nilikuwa katika darasa la 5 na nilikuwa nikiishi katika boarding. Baadaye nikaanza kukaa kwa Aga Muhammad Bakar Sahib na nikaanza kuwafundisha ndugu zake wawili, na nikapata chumba kimoja ambapo nilikuwa nikiishi. Na nilisikia kuhusu madai ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, lakini madai yake kwa sababu yalikuwa kinyume na itikadi zangu za zamani, kwa hiyo sikujali kufanya utafiti. Na pamoja na hii watu walikuwa wakieleza mafundisho ya Sayyidina alayhi salatu wasalam katika hali hii kwamba nilikuwa nikichukia kusikia yale mafundisho. Baada ya siku chache tauni ilienea mjini na watu wakaanza kufa kwa wingi. Siku moja nilipoangalia sokoni, jeneza nyingi ilikuwa inapita na watu walikuwa wanapiga kelele, walikuwa wanalia sana. Kwa kuona nadhara hii, kwa kuona hali hii, nikapata hofu kwamba hii ni maradhi ya kuenea, huenda mimi pia nikakamatwa. Nikifa katika hali hii, sikufanya vitendo vizuri, nitasema nini mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama? Na sikufanya vitendo vizuri. Hata Qur'an niliyosoma katika watoto wangu, hata ile usomaji wa Qur'an tukufu pia nimesahau kwa sababu ya kutokusoma. उसके बाद कोई पढ़ा नहीं. कहते हैं कि ये दुरुस्त है कि मैं अपनी क्लास में अव्वल हूँ. Anasema ni sawa kama nilikuwa nikipata nafasi ya kwanza katika shule, lakini sitaulizwa siku ya kiyama kwamba ulipata namba gani katika hisabu na katika Uingereza. Kwa hiyo nikapata hofu moyoni mwangu na nikanuia kwamba nitaanza kujifunza tena Qur'an tukufu tena. Kwanza nikaanza kusoma mimi mwenyewe, lakini sikuwa na yakini kwamba ninasoma sawa au sisomi sawa. Kwa hiyo nikafikiria kwamba nitasoma kwa shekhi wa msikiti yoyote, lakini nikapata wazo tena kwamba shekhi atasema kwamba umekuwa mkubwa na hujui kusoma Qur'an tukufu. Kwa hiyo nikapata wazo hili kwamba ikiwa kuna sehemu yote ambapo darasa ya Qur'an inatolewa, nitaenda kule na nitasikiliza Qur'an tukufu na tafsiri yake pia. Na pamoja na hii, pamoja na Qur'an nitajifunza tafsiri yake pia. Kwa kufanya utafiti nikapata taarifa hii kwamba ni darasa inatolewa katika msikiti wa Ahmadiyya tu, na nikasema kwamba kule nitaenda kusikiliza Qur'an tukufu na sitajali kuhusu itikadi zao. Nilipoanza kwenda kule, Aga Sahib akanizuia, ukienda kule katika msikiti wa Ahmadiyya lazima utakuwa mirdhai,
nikasema usijali, mimi siendi kuwa mirzai, mimi naenda kusikiliza Qur'an tukufu. Lakini yeye hakukubali. Kesho yake kwa kupata nafasi nilienda katika msikiti wa Ahmadiyya. Hazrat Mir Hamad Shah Sahib marehemu alikuwa akitoa darsa wakati huo, na nilikuwa nikienda kule kila siku kwa ajili ya kusikiliza darsa, na nilikuwa nikisikiliza mambo ya maarifa. Mara kwa mara Maulwi Abdul Karim Sahib pia alikuwa akija kutoka Qadian kwa ajili ya darsa, na walimu wetu pia walikuwa wakienda kusikiliza darsa. Katika hali hii ya kusikiliza darsa kila siku, shaka yangu yote iliondoka, na nikajua kwamba shutuma zote zinazoletwa dhidi ya jumuiya si kweli. Kwa hivyo nilimwandikia Sinama alayhi salatu wasalam barua kwa ajili ya bayat. Baada ya siku chache nilipata barua ya kibali cha bayat. Nataka kueleza jambo hili pia kwamba Mwenyezi Mungu anizalisha katika familia nzuri, na nilisoma mpaka daktari. Mwenyezi Mungu alipokea maombi yangu na alinipatia riziki na alinipatia watoto, na neema kubwa Mwenyezi Mungu aliyonipatia ni kwamba nilimtambua Imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Aga Sahib alisema kweli, yani alisema kwamba utakuwa mirzai, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba mimi nimeshika njia iliyonyoka. Haya ni matukio machache niliyoeleza mbele yenu. Sasa hivi nataka kueleza jambo hili pia kwamba kadiri jumuiya inaendelea kupata maendeleo, wenye husuda wanaendelea kuongeza juhudi lao dhidi ya jumuiya, na kwa kutumia njia mbalimbali wanajaribu kudhuru jumuiya, na baadhi wanashambulia kwa kujificha, na wengine wanashambuliwa kwa kidhahiri, na wengine wanashambulia kwa kuonyesha upole wao. Kwa hiyo kila mwanajumuiya anatakiwa afanye maombi sana ili asalimike katika shari za hawa watu wote. Allahumma inna najaluka fi nuhuri wa na'udhu bika min shururihim. Dua hii na rabbi kullu shay'in khadimuka rabbi fafazni wansurni warhamni, dua hii pia mnatakiwa mfanye. Na vile vile maombi mengine pia ya kuwa na imara, yani rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Maombi haya yote na vile vile durud sharif pia, yani msalie Mtume sallallahu alaihi wasallam sana, ili tuweze kusalimika katika shari ya maadui. Hivi karibuni mtu mwenye fitina katika Facebook aliweka picha ya Baba Nanak Sahib, na vile vile aliweka picha ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Kisha kuhusu Hazrat Baba Nanak alisema maneno machafu sana, hata aliandika maneno juu ya picha yake. Na kuhusu Sayyidina alayhi salatu wasalam aliandika maneno ya sifa, na kisha alisema huyu ni mkweli na huyu ni mwongo, na nia yake ilikuwa kuleta fitina. Hakuwa na nia ya kumsifu Sayyidina alayhi salatu wasalam, bali alikuwa na nia ya kuwaudhi singa. Na dhulma ingine ni kwamba gazeti moja la India lilichapa picha hizi na maneno yaliyoandikwa, na kwa sababu ya hii singa wa Qadian walipata hasira sana. Lakini Mwenyezi Mungu alileta fadhila zake kwamba viongozi wao kwa kutumia uadilifu waliwapoza watu wao kwamba Ahmadiyya hawawezi kufanya hivi. Hii ni kazi ya mtu wa fitina. Anataka sisi tupigane, na watu wengine singa wa Qadian pia waliniandikia kwamba sisi tunajua Ahmadiyya haiwezi kufanya hivi. Ingawa inaonekana kama ni Ahmadiyya ameandika, lakini tunajua jumuiya haiwezi kufanya hivi. Hii ni fitina
ya watu, कि इसकी तहकीक करवाई जाए, jumuiya सख्त सजा दी जाए। imesema kwamba serikali ifanye utafiti na aliyefanya hii aadhibiwe sana. कि जज्बात से न खेला जाए। Jumuiya Ahmadiyya ilikuwa एक तरफ ina imani hii kwamba tusiwaudhi watu hata kidogo, हौफ की पर अमल करने वाले हैं। sawa na mafundisho Qur'an tukufu, hata hatutukani masanamu ya watu wengine. Na Hazrat Baba Nanak heshima yake बारे में खुलकर ni kubwa sana, na heshima iliyoelezwa katika vitabu vya jumuiya कलमात कहे, ni wadhi. उनके बाद Na Sayyidina alayhi salatu wasalam pia alimsifu sana Baba Nanak saheb. घटिया और गंदे कलमात उनके Mwanajumuiya hawezi kufikiria kwamba aandike maneno machafu kuhusu Baba Nanak saheb. Sayyidina alayhi salatu wasalam alisema kuhusu Baba Nanak saheb, साहिब को katika hali ile ya giza, कम हो चुकी थी। Mwenyezi Mungu alimjalia Baba saheb roho ya haki. उन आरिफों में से थे, Hii inaonyesha kwamba ज़ाते यकता की तरफ। Hazrat Baba saheb alikuwa फिर एक जगह आपने फरमाया, miongoni wa wale mawalii ambao wanavutika kwa Mwenyezi Mungu. Kisha alisema kwamba kila mwaminio ni jukumu lake देखे kwamba पाक जमात के रिश्ते में उनको शामिल kwamba amheshimu Hazrat Baba Nanak saheb कि हमको इकरार करना na awe na imani hii kwamba alikuwa miongoni wa watu wema. फैलाने में, Tunatakiwa जिसके लिए tukiri kwamba Baba saheb वो मदद की, alieneza nuru तो बिलाशुबा नासुपास ambayo sisi tunaeneza. Alitusaidia kiasi hiki kwamba ikiwa hatumshukuru basi tutakuwa wenye के काम को wenye kukataa neema. है वो जो हज़रत बाबा नानक के खिलाफ गलत इस्तेमाल अल्फाज Hazur anasema ni mwenye bahati mbaya yule ambaye anasema maneno machafu kuhusu Bahadhar Baba Nanak saheb. Kisha anasema Sinam alayhi salatu wassalam kwamba uadilifu wetu unatulazimisha kwamba tukiri kwamba bila shaka Hadhar Baba Nanak saheb alikuwa miongoni wa wapendo wa Mwenyezi Mungu ambao Mwenyezi Mungu kwa mkono wake aliwavuta kwenye nuru. इस बात में इत्तेफाक Kisha anasema Sinam alayhi salatu wassalam दर हकीकत na afiki na singasinga kwamba Hadhrat Baba Nanak saheb alikuwa miongoni wa watu wapendo wa Mwenyezi Mungu. Kisha नानक साहब alisema Sayyidina alayhi salatu wasallam, tangazo hili lilichapwa pia kutoka kwa jumuiya kwamba Baba saheb alikuwa katika watawa wa Mwenyezi Mungu na alikuwa miongoni wa wale ambao baraka za Mwenyezi Mungu zinashuka juu yao na wanasafishwa kwa mkono wa Mwenyezi Mungu. Mimi nawaona wale watu ambao wanawafedhehesha watu watawa hawa ni watu wenye bahati mbaya. Ramchandra ji, Kishan Maharaj, hawa wote walitumwa kwa Mwenyezi Mungu, walitumwa na Mwenyezi Mungu na walikuwa watu wema. Yeyote aliyechora picha hii au aliandika maneno haya alikuwa na nia ya kuleta shari na fitina. Viongozi wa jumuiya walikatalia jambo hili na ilichapwa katika magazeti, na hii ndiyo ni kweli kama inapatikana na inaonekana waziwazi katika maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Sawa na imani yetu, Hadhrat Baba saheb alikuwa mtu mwema sana na sisi tunamheshimu sana. Mwenyezi Mungu awalinde wanajumuiya wote wa Qadian katika kila shari, na watu maadui washindwe katika hila zao. Sasa hivi nitaeleza kwa fupi kuhusu watu waliofariki na baadaye nitaswalisha jeneza yao. Jeneza ya kwanza ni ya bwana Abdurazak Bhatt saheb, tarehe 6 wa Oktoba 2012 katika umri wa miaka 65 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mbashiri wa jumuiya na alikuwa musi. Jeneza yake iliswaliwa katika ofisi ya Sadranjman Ahmadiyya huko Rabwa. Kwa sababu ya dawa fulani moyo wake ulipata athari, pengine alikuwa na afya nzuri na
baba yake alikuwa Ghulam Muhammad Kashmiri, बचपन से ही alikuwa mwenyeji wa Gujarat. नमाज के बड़े Kutoka utoto wake baba yake alikuwa msaliaji wa sala sana. के मौलवी कहलाते थे. 1930 में उन्होंने बैत की थी. Kwa sababu ya hii alikuwa akiitwa Molwi katika eneo lake. 1930 alifanya bayat. Alipofanya bayat, mke wake alimwacha, na rafiki yake moja alimuuliza, je, ameacha kusali swala baada ya kujiunga na jumuiya? Na mama wa Razak Bhatt Sahib alisema hapana, bali ameanza kusali swala zaidi. Basi kama ni hivyo, imekuwaje kwamba unasema ni kafiri? Kwa hiyo akarudi tena kwa mume wake. Abdurazak Bhatt Sahib alipata somo lake la msingi kutoka Gujarat, kisha alisoma katika Jamia Ahmadiyya Rabwa, na alitumikia jumuiya katika jumuiya mbalimbali za Pakistan. Mwaka 1975 alipelekwa Ghana, alitumikia jumuiya katika maeneo mbalimbali. Mwaka 1979 mpaka 1989 alitumikia jumuiya kwa kuwa mkuu wa shule ya jumuiya. Kisha baadaye alikuja Pakistan na aliendelea kutumikia jumuiya kama ni mbashiri katika ofisi ya Islah Irshad, na katika idara ya Nombayen pia alitoa huduma zake, na alikuwa member wa Islahi Committee. Na katika Islahi Committee alikuwa akipata ufaulu sana, na alikuwa akieleza vizuri mambo yote katika Islahi Committee. Ndugu wa mke wake Bana Mubarak Tahir, ambaye anafanya kazi katika Nusrat Jahan, yeye anaandika kwamba dada yangu Amatun Nur alipopata posa la Bhatt Sahib, baba yangu Sheikh Munawar Ahmad Sahib alimuuliza Sheikh Mubarak Sahib aliyekuwa katibu wa Hadikatul Mubashirin kwamba niambie Bhatt Sahib anaendeleaje katika kazi ya ubashiri wake. Sheikh Sahib akasema anafanya kazi vizuri na taarifa zake ni nzuri. Kwa sababu ya taarifa hii, baba aliamua kwamba atamwozesha binti yake na Bhatt Sahib. Hazur anasema nimekaa pamoja naye katika Ghana. Alifanya kazi kwa moyo sana. Kiasi aliyofanya kazi ni wabashiri wachache ambao wanafanya hivi. Alikuwa na urafiki na watoto wake, na siku ya Ijumaa alikuwa akiwaalika mabinti wote, na kisha walikuwa wakisikiliza hutuba pamoja, na alimhudumia mama yake sana, na alikuwa akinasibisha ufaulu wake kwa mama yake, na alikuwa akiwaambia watoto wafanye maombi, na waliokuwa wakiswali swala alikuwa akiwapenda zaidi. Na mabinti zake walipopata posa, na watu walipokuwa wakiuliza kwamba mabinti zako wameozwa na nani, alikuwa akiwajibu kwamba kijana anaswali swala na anatoa mchango, na mnataka nini zaidi ya hii? Huzur anasema huu ni mfano kwa watu wote, na alikuwa akisema kwamba ikiwa binti yangu ni mwenye bahati nzuri, basi nyumba yake itajaa kwa baraka. Na alikuwa akipenda sana uhalifa. Mtoto wake mmoja aliadhibiwa katika jumuiya kwa sababu fulani, na madamu hakupata msamaha, hakuongea na kijana wake, na alikuwa akisema yule ambaye halifa mtukufu amemkasirikia, siwezi kuongea naye. 2009 alipokuja hapa hakusema neno lolote kuhusu mtoto wake kwamba asamehewe au yeye hana makosa, bali alisema kwamba fanya maombi Mwenyezi Mungu ampatie akili. Na alikuwa akifuata nidhamu ya uhalifa, na alikuwa akiwasihi watoto wake pia wao pia wafuate nidhamu ya khalifa, na alikuwa akisikiliza hutuba kwa makini sana. Hata kama mtoto alikuwa akipiga kelele, alikuwa akikasirika na alikuwa akinyamazisha. Alikuwa
अगर बच्चे को भी hachukui ruhusa hata kama akiwa mgonjwa, na alikuwa akisema nikienda ofisini nitapona. Hata kama watoto alikuwa akisema kwamba ni likizo, sisi tuende kwa ajili ya matembezi, lakini alikuwa akisema kwamba maisha yangu yote ni kwa ajili ya huduma ya dini. Na bila shaka Hazuru Saa anasema haya si maneno tu, bali alithibitisha kwa vitendo vyake kwamba kila hatua ya maisha yake alitoa wakfu kwa ajili ya jumuiya, na alifuata ahadi, alitimiza ahadi yake hii. Na kama nilivyosema, nilikaa pamoja naye huko Afrika, na wakati huo ilikuwa hali ya dhiki sana, ilikuwa shida sana, lakini kwa furaha sana aliishi kule Ghana. Alikuwa akipata maradhi sana, hususan malaria, na alikuwa akilazwa hospitalini pia, na mara baada ya kupona alianza kufanya kazi. मोहब्बत और प्यार की वजह से Alikuwa akianza kufanya kazi, na watoto wa kule pia walikuwa wakimpenda sana kwa sababu ya sifa zake. मैं भी जब गया हूँ वहाँ, कि पहले वहाँ मिशनरी थे, Mimi pia nilipokwenda kule Ghana alikuwa mbashiri. और बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे बताया, Yeye इस तरह काफ़ी रहनुमाई करते रहे। aliniambia kuhusu mambo mengi sana ya kule, na aliendelea kunielekeza. तो रहमतें और Mwenyezi Mungu ampende sana में इनको जगह दे। na amteremshie baraka na rehema zake, na ampatie nafasi pamoja na wapenda wake. Mwenyezi Mungu amjalie mke wake na watoto wake subra. सिलसिला है सैरलियन में, Binti yake mmoja जनाजे में शामिल नहीं हो ameolewa na mbashiri wetu wa Sierra Leone, hakuweza kushiriki katika jeneza. Mwenyezi Mungu amjalie subra. परमा डॉक्टर फमीदा मुनीर साहब Jeneza ya pili ni ya Bi Dr. Fahmida Munir Sahaba, 2012 को कनाडा में amefariki katika umri wa miaka 79 tarehe 8 wa Oktoba 2012. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. MBBS किया। हाउस जॉब करने के बाद Mwaka 1964 alipata digrii ya MBBS. में डॉक्टर की जरूरत थी, Alikuwa na nafasi sana ya kufanya kazi, lakini katika Fazil Umar Hospital daktari alikuwa anatakiwa, kwa hiyo alienda kule. बड़ी लंबी Na 1965 खिदमात के alianza kufanya kazi huko Fazil Umar, na kwa muda mrefu aliendelea kutumikia में एचएसएन kule hospitalini. लाहौर में हाउस जॉब कर रही थी। Mwaka 64 katika college ya Etchison alikuwa anafanya house job, जाने की तैयारियां मुकम्मल, na alipeleka ombi huko Uingereza kwa ajili ya masomo zaidi, na alipata admission, alipata tiketi pia. Lakini साथ ही तकरीबन मसीह siku ya safari ya asubuhi alipata Al-Fazl, ambapo ilikuwa tangazo kwamba daktari anatakiwa kwa ajili ya hospitali ya Fazil Umar, na pamoja na hii ilikuwa tangazo la halifa wa pili kwamba ikiwa mwanajumuiya hapatikani, basi daktari ambaye ni Mkristo वालिद के सेक्शन aje katika hospitali ya Fazil Umar. और वालिद ने भी उधार लेकर उनको एमबीबीएस करवाया था। Kwa kusoma tangazo hili उसी दिन लाहौर akaamua kuja katika Fazil Umar Hospital, na siku ile ile kutoka Lahore एमएस से इजाजत तलब की। akaja उसने पूछा कि Rabwa, na akaomba ruhusa kwa MS wake डॉक्टर फमीदा kwamba anataka kwenda Rabwa. Na MS akasema, kwa nini unaenda na kiasi gani utapata mshahara? Akasema, nitapata labda 230 nitapata posho. MS akasema kwamba nitakupatia 550 na ubaki hapa Lahore, na नहीं जा रही, मेरे पास तो इंग्लैंड का एम्प्लॉयमेंट lakini hakukubali हो चुका है, offer yake. तो छोड़ के रबा जा रहे Hata akasema, mimi nimeshapata tikiti ya kwenda Uingereza, lakini ni kwa kuacha mambo haya yote mimi naenda kule Rabwa. Na yule MS akasema, wewe ni mwanamke mkubwa, wewe ni mwanamke mwenye heshima sana, kwa ajili ya jumuiya umeacha kila kitu. हैं। अस्पताल में बतौर लेडी 64 alikuja Rabwa mpaka 84 aliendelea kufanya kazi kule hospitalini, na wakati huo kulikuwa hakuna mwanamke daktari mwanamke, na ilikuwa sehemu kubwa sana ya hospitali. Yeye peke yake alishikilia nafasi, na usiku hata kama ni saa 8 na 9 iwe joto baridi alikuwa akienda kule hospitalini kwa kuacha kitanda chake. के दुल्हन बन के तो
hata siku ya harusi alikuwa amekaa wakati wa walima, alipata simu kwamba kuna emergency hospitalini. Kwa hiyo katika mawazi yake ya harusi akatoka na akaenda hospitalini, na wageni waliokuwepo pale wakala chakula bila yeye. Kwa hiyo alitimiza ahadi yake. Mwenyezi Mungu ajalie wakfin wote watimize ahadi zao kama alitimiza yeye. Alikuwa akiwasaidia watu wanyonge sana, na alikuwa akiwapatia matibabu bure. Baadhi wakati watu walikuwa wakisema uongo, lakini hakusema kwamba wewe ni muongo. Yoyote watu waliosema alikuwa akikubali, na alikuwa akiwapatia matibabu. Mara chungu mzima ilitokea hivi kwamba alikuwa akiishi hospitalini usiku, na asubuhi mume wake alikuwa anatoka kazini na yeye alikuwa anarudi nyumbani kutoka hospitalini. Halifa wa pili alitoa mfano wake wa hijabu. Hazur alisema yeyote anayetaka kujua jinsi gani anaweza kufanya kazi katika hijabu, basi ajifunze kutoka kwa Dr. Famida. Halifa wa nne pia alisema kwamba alikuwa mwanamke wa kujitolea sana, na watu wachache wanapata bahati hii. Alipojiunga na hospitali mwaka 64 alienda kukutana na halifa wa pili. Hadha choti hapa Matin Sahib alikuwepo pale, akasema kwamba katika Fazil Hospital daktari mwanamke amekuja. Halifa mtukufu akasema alhamdulillah, na akafanya maombi sana kwa ajili yake. Safari moja alienda kukutana na halifa wa pili na akasema nataka kukaa itikaf. Halifa wa pili akasema kwamba uangalie wagonjwa wangu, mimi nitafanya maombi kwa ajili yako, na hii ndiyo ni itikaf yako. Alikuwa akipenda sana uhalifa, na alikuwa mwanamke yenye shujaa sana. Halifa wa pili alikuwa akipenda sana shairi lake. Alikuwa si daktari tu, bali alikuwa mshairi, na alikuwa shairi mzuri sana. Alikuwa akisema shairi nzuri, na alikuwa akieleza hali ya moyo wake. Vitabu 7 ya shairi lake vimeshatoka, vimeshachapwa. Safari moja halifa wa 4 alipohamia hapa Uingereza, aliandika shairi moja. aliandika laini moja ya shairi lake kwamba घर पे ताला पड़ा है मुद्दत से, उससे कह दो कि अपने घर आए. Yani nyumba imefungwa kwa muda mrefu, mwambie aje nyumbani. Hazur alipenda sana shairi lake, na Hazur akasema kwamba nimependa sana shairi hili, na aliwasihi ndugu zake kwamba ikiwa mnataka heshima duniani, basi mfuate uhalifa kiasi hiki kwamba mujimalize nafsi yenu katika njia hii. Dr. Nusrat Jahan Saheba ambaye ni daktari siku hizi katika Fazil Hospital anasema kwamba Dr. Famida alikuwa mwanamke mpole sana. Wakati alipokuwa daktari ilikuwa shida sana, lakini alifanya kazi kwa bidii sana, na alikuwa mahiri sana katika kazi yake. Alikuwa akinipenda sana, na wagonjwa wake wanamkumbuka hata mpaka leo. Hazur anasema Dr. Nusrat Jahan kwa fadhili za Mwenyezi Mungu anafanya kazi kwa roho sana, kwa moyo sana. Mwenyezi Mungu amjalie aendelee kufanya hivi, na kasoro ya madaktari inayopatikana Mwenyezi Mungu atimize kasoro hili, na Mwenyezi Mungu aweke ponyo katika mikono ya madaktari wetu. Dr. Nusrat Jahan Saheba pia anataka maombi sana. Dr. Famida Saheb wakati fulani alishiriki katika mashindano ya shairi, na iliwekwa sheria kwamba katika shairi waandike majina na unwani pia. Alikuwa mnyenyekevu, akaandika mwisho wa shairi lake badala ya jina kwamba huduma za watu.
kuandika na kupika chakula na mwisho wa mema. Hazur anasema haya si maneno tu kama niliyosema, bali alijitolea na alieleza mukhtasari wa maisha yake. Alikuwa mwanamke wa kuwasaidia watu na kwa kuzingatia akhira, na alikuwa mwanamke wa kuzingatia akhira, na mwisho wake pia ulikuwa mwema, sawa na hadithi kwamba ikiwa tunamsifu mtu basi pepo anaingia peponi. Mwenyezi Mungu aendelee kupandisha madaraja yake, na Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake waendelee kuendeleza wema wake, na Mwenyezi Mungu awapatie subira watu wa familia. Jeneza ya tatu nitakayo swali ni ya Bi Nasra sahaba, mke wa Dr. Akil bin Abdul Qadir wa Hyderabad. Siku hizi alikuwa kiishi Norway. Tarehe 23 wa September amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mama yake Fatma Jamila alikuwa cousin ya Sara Begum sahaba, alikuwa mke wa halifa wa pili. Baba yake Muhammad Zarif saheb alijiunga na jumuiya katika umri wa miaka 13, na katika umri mdogo alipata shida sana kwa sababu ya kujiunga na jumuiya. Marehemu aliolewa mwaka 49 na Dr. Akil bin Abdul Qadir, alikuwa mtoto wa sahabi wa Sinama alayhi salatu wasalam, na alikuwa kaka wa Sara Begum sahib, mke wa halifa wa pili. Alikuwa mwanamke wa kuwahudumia wageni, alikuwa akiwapatia karamu wageni wa Dr. Akil bin Abdul Qadir. Alikuwa akiwahurumia wanyonge sana, na alikuwa mtu wa elimu. Alikuwa akitafuta nafasi ya kuwasaidia watu wanyonge na maskini. Alikuwa na hamu ya kujifunza kila kazi, na alishinda katika imtihani ya adabu. Aliwasomesha watoto wake. Mwaka 1985 wakati mume wake alipouawa, mwaka 87 alihamia Norway. Umri wake ulikuwa miaka 60 na alikuwa na maradhi ya blood pressure, na pamoja na hii alijitahidi kujifunza lugha ya Norway. Alikuwa akipenda sana jumuiya. Alikuwa akisoma maandiko ya Sinama alayhi salatu wasalam na vitabu vya jumuiya. Watoto wake wawili wa kiume ni madaktari na ana binti moja. Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake pia waendeleze Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
اللغو يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.